Hujambo na karibu, huu ni Mshike Mshike. Mimi ni Fatma Abdallah Chikawe. Kikosi cha timu ya soka taifa Tanzania, Taifa Stars, kimewasili salama Afrika Kusini kwa ajili ya mchezo wa kirafiki dhidi ya wenyeji Bafana Bafana Ijumaa hii kwenye uwanja wa Peter Mokaba ambao utachezwa saa 2:30 usiku. Taifa Stars imewasili kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa OR Tambo bila wachezaji wawili ambao ni mlinzi wa kulia Shomari Kapombe kutoka klabu ya Simba ambaye yeye ni mgonjwa, na kiungo mshambuliaji Selemani Mwalimu wa Wydad Athletic Club ya Morocco ambaye atawasili baada ya wiki hii. Namshukuru Mwenyezi Mungu, kwanza tumefika salama hapa South Africa. Kwanza tunawasili hapa, wachezaji wote nafikiri wako katika afya njema. Of course tunajitayarisha kwenda katika mji ambao tutakolokwane. Nafikiri 5 hours mpaka kule, kwa hivyo tunajitayarisha kuondoka hapa. Mimi nafikiri mpaka sasa hivi tuna group yetu iko kamilifu, sio? Nafikiri tumemwacha Shomari Kapombe, hakuwa katika afya njema, alikuja akaniona physical katika camp pale na nimemrelease. Kwa hivyo walobaki wote nafikiri wako vizuri, sio? Na mazingira kama unavyoona kwamba tupo tayari kwa ajili ya mchezo. Kwa hiyo mpaka kufika hapa ina maana maandalizi yameanza. Kwa hiyo kikubwa tutaelekea katika mji wa mechi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunaenda kumalizia maandalizi ya mwisho kabla ya mchezo wa kwanza ambao tutacheza tarehe 6 dhidi ya wenyeji South Africa. Kwa upande wa mkuu wa msafara wa kikosi hicho James Mhagama, yeye anasema kwamba wameenda Afrika Kusini kuendeleza rekodi yao nzuri kwenye michuano ya Kosafa, na kwenye kombe hilo la Kosafa kwa maana ya michuano ambayo inahusisha nchi wanachama wa kutoka kusini mwa Afrika, Tanzania akiwa ni mgeni mwalikwa, yenye imepangwa kwenye kundi C pamoja na Eswatini na Madagascar. Lakini kwenye kundi A wapo wenyeji Afrika Kusini, Mauritius, Msumbiji na Zimbabwe, na kundi B linazikutanisha Angola, Lesotho, Malawi na Namibia. Na kama ulivyoona tumefika salama tayari kwa mapambano, na sisi kama team au kama shirikisho tumekuja kupambana pamoja na kuwa na mchezo mmoja friendly match, lakini tumealikwa. Lakini kama ujuavyo, kwenye kualikwa ni sehemu pekee ambayo kwenye football ni sehemu pekee ambayo utaki kuona aibu. Unaalikwa na unakuja kufanya kweli. Kwa hiyo sisi hatuja kuja kuona aibu, tumealikwa na tunahakikisha tutafanya kweli ili kuhakikisha tunapata nafasi na kuchukua kombe na kurudisha nyumbani kwetu. Kwanza niseme tu kwa sasa kwa hali yetu ya Tanzania kama Tanzania kisoka na sisi tupo juu. Ndio maana hata wao nchi ziko nyingi kwa ukanda wetu wa Afrika Mashariki na Kati, lakini kwa nini Tanzania? Kwa sababu umeona kabisa uwezo wa Tanzania ni mkubwa, ndio maana wameona tuje tulete changamoto nyingine katika ukanda wao. Taifa Stars itacheza mechi yake ya kwanza ya Kosafa Juni 7 dhidi ya Madagascar, na kabla ya kumaliza na Eswatini Juni 11 kuangalia mustakabali wake wa kwenda nusu fainali ambazo zitafuatia Juni 13, na fainali zenyewe zitachezwa Juni 15 sambamba na mechi ya kusaka mshindi wa 3. Mara ya mwisho Tanzania kushiriki michuano hiyo ya Kosafa ni mwaka 2017 na ilitolewa katika hatua ya nusu fainali ikifungwa na Zambia mabao 4-2. Ilikuwa ni Julai 5 mwaka 2017, lakini katika mchezo huo mabao ya Taifa Stars yalifungwa na Erasto Edward Nyoni dakika 16 na Simon Happy God Msuva dakika 85, huku Zambia Chipolopolo wao wakifungwa magoli yao yakifungwa na Brian Mwila dakika 44, Justin Shonga akifunga mawili dakika ya 45 na 68, na Jackson Chirwa akifunga dakika ya 56 kwa mkwaju wa penalty. Kama kawaida ni wasaa kuungana na mchambuzi wetu wa masuala ya soka Philip Nkini, tuangazie hili. Ni mwaliko kwenda kushiriki michuano hiyo, lakini mwaliko umekuja na neema. Tuko katika kalenda ya FIFA. Mechi hiyo ya kirafiki wameipata dhidi ya Afrika Kusini, Bafana Bafana. Nafikiri ni jaribio zuri, sababu level ya Afrika Kusini na sisi kidogo wenyewe wametuzidi. Kwa hiyo ni sehemu nzuri ya kujipima. Kwa hiyo kitu kizuri ambacho kimefanyika ni kuipata hii mechi wakati huu. Lakini ukishatoka kwenye hiyo mechi, haya mashindano nao kwao ni mashindano makubwa sana. Na ukiangalia kwa miaka, nafikiri ndani ya miaka 7 Taifa Stars wanaalikwa mara 2. Kwa hiyo wanamualika kwa sababu ni bora. Yaani hauwezi ukamwalika mtu ambaye sio bora. Kwa hiyo nafikiri
wameenda kule na watapata, itakuwa ni maandalizi yao mazuri sana kuelekea kwenye mashindano ya CHAN. Tanzania tunatokea ukanda wa Sekafa. Yeah. Hii ni michuano ya ukanda wa Kosafa. Miaka hivi karibuni urafiki uliopo umekuwa ukihusisha vikosi mbalimbali, lakini ni muda mfupi tu wamepata mwaliko, wameitikia wito na kikosi kilichoondoka ama kilichotangazwa ndio hichi. Ukiwatazama wachezaji, angalia kuanzia kwenye level ya magolkipa wote ni wazawa. Nafikiri kocha amekwenda kwa ajili ya maandalizi sana ya CHAN ambayo yanakuja kufanyika hivi karibuni na sisi ndo tunaandaa. Kwa hiyo kuanzia hao wote unaowaona na ni wachezaji ambao wana uzoefu, tunaamini ya kwamba wanaenda kuongeza kitu kwenye kile ambacho wanacho. Na ligi yetu ilikuwa iko active mpaka sasa hivi, bado umewaona. Kimwangalia goalkeeper ambao anategemewa kudaka, Yakubu ni goalkeeper ambao kwenye ligi yetu ukisema kwa goalkeeper wazawa, goalkeeper alofanya vizuri zaidi ni yeye. Anaongoza kwa ukitazama mechi zake, anaongoza kwa kivutio kwenye mchezo husika ambao anacheza. JKT Tanzania ndio timu ambayo imefungwa goli chache zaidi ambao goalkeeper mzawa anadaka. Kwa hiyo nafikiri ni level nzuri na ni sehemu ambayo anaenda kupata upinzani mzuri kwa ajili ya maandalizi ya CHAN. Kwenye eneo la mabeki, eneo la mabeki ndo lile muangalia Shomari Kapombe ambao kocha anasema ya kwamba ni mgonjwa, lakini unamwangalia Mwenda Mwaikenda, unamwangalia Mohamed Hussein Msindo, kina Miraji Vedasto Msinde, Wilson, yani wote ukiwaangalia kwenye wale ambao wapo hapa wote ni wale ambao unaamini ya kwamba watapata nafasi kwenye timu ya taifa. Lakini ukiwaangalia wengi pia unaona ni wale ambao wanatokea kwenye ligi ya ndani. Kwa hiyo ni kipimo kizuri kwa ajili ya CHAN. Ingekuwa ni World Cup au nini tungesema kama mbona fulani hajaitwa, lakini sasa hivi hata kama ungesema hao wengine wote hawaitwi, unawaita wachezaji wa ndani kwa ajili ya kwenda kujiandaa na mashindano ya CHAN, ilikuwa ni sahihi zaidi kwao sababu ndio mashindano yao. Viungo pia walioitwa kikosini? Viungo wote ukiwaangalia nilikuwa nawaona wote, ni ukimwangalia Kagoma ni kiungo mzoefu sasa hivi. Chacheza zaidi ya mechi 14 za shirikisho, huwezi kumuona kama ni kiungo ambao hana uzoefu. Faisal Salum pia ni mzoefu kwenye timu ya taifa, mashindano mengi amecheza AFCON, lakini ukija ukiwaangalia hao wengine wote kina Istanbuli wanaenda kuendelea kujifunza, lakini kuna kitu kikubwa ambacho wanaweza wakakipata kwenye mashindano. Kwa hiyo hakuna doubt ya kwamba ukiwachanganya wote utapata kitu kimoja ambacho ni kikubwa. Raha ya mechi bao. Safu ya ushambuliaji ya Tanzania. Kwenye safu ya ushambuliaji nafikiri Kim Dennis mzoefu, Valentino Mashaka timu ya vijana amefanya vizuri sana, pamoja na kwamba ukimwangalia kwenye namba zake kwenye ligi hajapata sana nafasi. Tukuombe radhi, picha ambayo inaonekana kwenye jina la Kibu Dennis ni Kagoma huyo, lakini mchezaji aliyokusudiwa hapo ni Kibu Dennis, Kibu Denga. Ukimwangalia Mashaka kwenye ligi, pamoja na kwamba alicheza na Findo, mchezaji ambaye amecheza dakika chache sana upande wa Simba, lakini ana goli 2 kwenye ligi. Kwa hiyo huwezi unaamini ya kwamba akipata nafasi anaweza kufanya vizuri. Lakini pia kwenye mashindano ya vijana nafikiri tulimuona alifanya vizuri sana. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye anakuwa na uwezo wa kufanya vizuri. Msuva yupo, tunajua yuko active sawa kwenye CHAN hata cheza, lakini ana uwezo wa kuongezea kitu kikubwa wa wachezaji wengi vijana ambao nawaona wako hapa, kina Mishino Daudi, Sulemani Mwalimu tayari ameshakwenda sehemu, ametuonesha ya kwamba yuko mbali ya huku wetu, naye pia anaweza akaleta pale akaongezea kitu. Kwenye mashindano haya wanaweza wakacheza vizuri na wakatumika, itakuwa jambo jema. Lakini mimi nilikuwa na shauri ya kwamba wale ambao ni wachezaji wa ndani wangepata nafasi zaidi kuliko kina Msuva na kina Mwalimu. Kina Mwalimu na kina Msuva tuache kwenye kufuzu World Cup na kwenye kufuzu AFCON. Kikubwa ni uzoefu, watu endelee, wanasema keki ya taifa iliwe pande zote. Nikushukuru sana Philip Nkini, huyo mchambuzi wetu wa masuala ya soka. Lakini katika ukurasa wetu wa mitandao ya kijamii tumekuuliza swali na tukitamani kuwa miongoni mwa wewe wachangiaji. Swali lilikuwa linasema Taifa Stars itacheza mechi ya kirafiki na Afrika Kusini Ijumaa wiki hii. Je, unaiweka wapi nafasi ya ushindi kwa Tanzania? Tuanzie na ukurasa wetu wa Instagram kama kawaida. Jafari Kopo wa Moshi Kilimanjaro anasema mpira una matokeo matatu, lakini iwapo Taifa Stars itajipanga vyema wanaweza kufanya vizuri katika mechi hiyo. Ray Mtitu, tunategemea kuona wachezaji ambao ni maingizo mapya wakipata nafasi kwenye hizi mechi ili ziwajenge na kuona thamani ya kupigania taifa lao. Noah Kapindo anasema mimi nadhani ni mechi ya kawaida tu ambayo haina pressure, kwa hiyo yote anaweza kufungwa, ila ninaona sare hiyo mechi. Kwenye ukurasa wetu wa Facebook
maoni yako. Salu Brace anasema bado uwekezaji wetu kwenye soka kama taifa haujaanza kuzaa matunda, labda kwa kizazi kijacho, ila kwa kizazi hiki cha sasa tunaingia kama second team. Nafasi yetu ya ushindi ni ndogo kulinganisha na Afrika Kusini. Charles Nyaswi anasema nianze kwa kupongeza kwa nafasi hiyo tuliyoipata ya kucheza na Afrika Kusini, maana kwetu ni kipimo kizuri kuelekea mashindano makubwa yajayo kama CHAN na AFCON. Testi hiyo ya Afrika Kusini itatufanya tujue ni wapi tulipo na ni wapi tuboreshe. Kwangu mimi ushindi si kipaumbele. Sadira anasema naipa Taifa Stars 50% ya kushinda kutokana na ubora wa timu zote mbili, lakini pia kutokana na uzoefu walionao wachezaji wetu kwenye michuano ya kimataifa. Hawajatofautiana chochote na Bafana, kwani yenyewe pia imeundwa na wachezaji wengi wanaocheza ligi ya ndani, hasa Masandawana. Na tukikamilisha katika ukurasa wetu wa X, Emmanuel Mtinya, Taifa Stars wana nafasi ya kupata matokeo chanya endapo watacheza kwa nidhamu, kudhibiti safu ya kiungo na kutumia nafasi chache kwa ufanisi. Joshua mjukuu wa Nila, binafsi naona kama watajiandaa vizuri wanaweza kushinda mchezo huo. Na Tito Mhagama, yeye kutoka Uhekule Njombe, Taifa Stars wakijipanga vyema na kujituma wakiwa uwanjani, uwezekano wa kupata ushindi upo. Hayo ni maoni yake, lakini nikufahamishe kwa sasa, wakati huu tunazungumza kwenye kalenda hii ya FIFA, kikosi cha timu ya soka wanawake ya Tanzania Twiga Stars iko dimbani kwenye uwanja wa Azam Complex Chamazi. Wanacheza dhidi ya Congo DR na wanaongoza kwa mabao 3-0. Utakumbuka hii ni mechi ya pili wanacheza katika wiki hii, ambayo tunasema ni ndani ya wiki moja. Mchezo wa pili huwa kimataifa wa kirafiki. Wenyewe wanajiandaa na michuano ya Sekafa kwa wanawake ambayo itaanza Juni 12 na kumalizika Juni 22, na baada ya hapo tunaelekea kule Morocco kwa ajili ya AFCON, michuano hiyo ya Afrika. Huu ni mshike, tutarejea. Na tumerejea, tunaendelea kuangazia tulionayo. Timu ya Simba tayari imeanza mazoezi kujiandaa na mchezo wa dabi ya Kariakoo Juni 15 dhidi ya watani wao wa jadi Young Africans kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Meneja habari na mawasiliano wa klabu hiyo Ahmed Ali anaweka wazi namna mchezo huo ulivyokuwa muhimu kwao, huku akiwataka mashabiki wao kujiandaa vizuri kwenda uwanjani kuishangilia timu yao. Mchezo wa tarehe 15 ndio cornerstone, ndio mchezo ambao utakwenda kutupa dira ya ubingwa msimu huu, na kwa mantiki hiyo tunaanza maandalizi na mazoezi mapema kuelekea katika mchezo huo, na wachezaji wote ambao hawapo kwenye majukumu ya timu ya taifa mwishoni mwa juma hili wataamkia Mo Simba Arena kuanza program ya maandalizi na mazoezi kuelekea mechi yetu ya tarehe 15. Sisi viongozi, benchi la ufundi na wachezaji tunaanza rasmi maandalizi na mazoezi kuelekea katika mchezo huu, na nichukue nafasi hii kuwaambia wana Simba ya kwamba waanze maandalizi sasa kuelekea katika mchezo huu. Usisubiri kipyenga, usisubiri parapanda. Muda ndio huu wa wana Simba kuanza maandalizi kuelekea mchezo wetu wa tarehe 15. Lakini kwa kipekee kabisa tuwaombe wenyeji wa mchezo huu watutangazie viingilio mapema, ili sisi wana Simba tuanze kununua tiketi mapema. Na sisi tumeamua kusimama na taarifa za mamlaka. Mamlaka wanasema kitu gani? Mamlaka wanatuongoza kitu gani? Mamlaka wametuambia nini? Mamlaka zimetuambia tarehe 15 mechi ya 184 itachezwa nchini Tanzania. Kwa sisi tunaishi kwenye taarifa hiyo ya mamlaka, kwa maana ya bodi ya ligi, na tunafanya maandalizi kwa sababu mamlaka zimetuhakikishia ya kwamba mchezo upo. Hatumsikilizi mwingine yoyote kwenye hili. Kwa baadhi ya mashabiki wa Simba hapa Dar es Salaam, wao wametamba kuibuka na ushindi dhidi ya watani wao wa jadi Yanga Juni 15 katika mchezo wa ligi kuu soka NBC Tanzania bara, huku wakiamini safari hii wanakwenda kushinda na kumaliza unyonge.
Mchezo ni mgumu kabisa, tarehe 15 ni mchezo mgumu, lakini nikiangalia timu yangu jinsi morali yake ilivyo na wachezaji mmoja mmoja jinsi walivyokuwa na talent na vipaji vikubwa, na maanisha kitu kimoja kwamba huu mchezo Simba tunaenda kushinda. Kusoma sio kujua. Unaona, unaweza usisome lakini ukawa unajua. Sasa Yanga majigambo yanakuwa mengi sana, mengi mno. Yaani kupitiliza. Wanaongea sana. Lakini safari hii Mungu akijalia salama inshallah itakuwa mwisho wa maongezi yao. Sisi matarajio yetu tunataka ushindi. Matarajio yetu tunataka ushindi kwa kivyo vyote vile. Afe kipa, afe beki, sisi tunataka ushindi. Kwanza tunataka point number mwaka huu sisi tunataka ubingwa. Wao naona kama watutega, wao si hatuji hiyo siku ya dabi. Kwa hiyo kama watuingiza kwenye mtego, lakini sisi tushastukia. Tarehe 15 Simba atakuwa na nguvu za kutosha. Kama unajiamini wao wanataka walete timu uwanjani, walete, sisi hapa tunawakaribisha. Kwa upande wa baadhi ya mashabiki wa Yanga hapa Dar es Salaam, na wenyewe wametema cheche kuelekea mtanange huo wa dabi ya Kariakoo dhidi ya watani wao jadi Simba, wakiamini wanakwenda kuendeleza wimbi la ushindi. Atuongozi ligi kwa bahati mbaya, kwa uwezo forward tunao, magoli ya kutosha, pointi tunazo za kutosha, kwenye ligi hii ndio tunaongoza ligi. Kwa hiyo dabi ya tarehe 15 mtani wangu mimi na mkanda za kutosha tu. Yaani napiga tu kama najipigia asubuhi tu. Wachezaji wetu waamke vizuri, viongozi wawe vizuri, mechi hiyo tushinde, tunataka pointi 3 muhimu tuchukue ubingwa wetu wa mara 4 mfululizo. Yaani mtani hatusumbui kwa chochote, tunamjua nje ndani, nataka tumfunge mara 5 mfululizo. Yaani nakataka stake mtani lazima afe. Juni 15 si kwamba sisi tunakuja. Na waje hao na wazee wao mbuzi na Kamara kaumia juzi. Sasa tunaomba taarifa. Ali Salim, wakiona Kamara kaumia, Ali Salim wanaona ni ngumu sana kumchezesha. Sasa waje, sisi tunamwombea Kamara apone, wao waje wakiwa timamu. Ni mtanange huo wa watani wa jadi Yanga na Simba Juni 15 kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Baadhi ya mashabiki wakizungumza kuelekea mtanange huo. Lakini turejee Msimbazi, ambapo meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ali, yeye ametoa tathmini ya malengo yao kwa msimu huu na namna walivyoweza kufanikiwa kupiga hatua kwenye baadhi ya mashindano walioshiriki, ikiwemo kufika fainali ya kombe la shirikisho Afrika ambapo walipoteza dhidi ya RS Berkane ya Morocco. Simba imeshatolewa kwenye kombe la shirikisho la CRDB Bank na hivi sasa ipo kwenye mbio za kuwania ubingwa wa ligi kuu soka NBC Tanzania bara dhidi ya watani wao wa jadi Young Africans. Napozungumza nawe hivi sasa Omar, tayari Simba Sports Club amerejea katika ligi ya mabingwa Afrika. Simba hadi kufika mwisho wa msimu huu itakuwa aidha nafasi ya kwanza ama nafasi ya pili. Hiyo ni tayari na Simba amefikia malengo yake. Lakini tumefanikiwa kucheza fainali ya kombe la shirikisho Afrika. Sisi kwetu hii ni hatua kubwa mno, hatua ya kujivunia, hatua ya kutamba nayo na hatua ambayo inatufanya turinge kweli kweli. Lakini kama haitoshi, tumefanikiwa kuitoa klabu yetu kutoka namba 7 barani Afrika kufika hadi namba 5 barani Afrika. Hiyo pia ni mafanikio makubwa kweli kweli ndani ya timu yetu. Tumebakisha malengo mawili. Moja ilikuwa ni kuchukua kombe la CRDB, tumelikosa. Hilo tumeshaachana nalo. Na jingine ni kombe la NBC. Hili bado tuna matumaini nalo makubwa kwa sababu bado tuna mechi 3 za kufanya maamuzi. Na ukiangalia katika malengo 5 tuliyojiwekea, tayari 3 tumeachieve, kwa maana kuipandisha grade timu yetu, kurejea kwenye ligi ya mabingwa Afrika sanjari na kucheza fainali ya kombe la shirikisho. Tumebakisha lengo moja tu, ligi kuu ya NBC. Hapa sasa ndiko ambako tumeweka matumaini yetu makubwa na tunaamini kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu tunaweza kufikia malengo hayo. Naungana tena na Philip Nkini, mchambuzi wetu wa masuala ya soka, kutazama haya kwa kina. Philip, umesikia malengo ambayo Ahmed Ali anagusia? Yeah. Leo anasema kuingia fainali ni moja ya malengo yao ambao wamefanikiwa, lakini mwanzoni alisema wanatengeneza timu. Alisema wanatengeneza timu lakini kwenye target wakasema wanataka kuishia nusu finali. Kwa hiyo yeye atuambia kwamba finali ni bonus sasa, kwamba haikuwa kwenye malengo yao ya kwanza. Lakini amezungumza kitu kipya pia leo. Anasema walikuwa wana malengo ya kuipandisha grade timu yao kutoka ile nafasi ya 7 mpaka nafasi ya 5.
Kwa hiyo nafikiri hilo sisi ya kutuambia kwenye yale malengo matano aliyosema kwamba walikuwa wamejiandaa na klabu ilikuwa imejiandaa. Wamekosa kombe la CRDB. Yes. Sasa hivi anasema malengo yamebaki kwenye NBC. Kwenye NBC. Lakini pia anasema kitu kingine ya kwamba walikuwa na target pia ya kwenda kwenye ligi ya mabingwa tena. Sababu msimu uliopita walishika nafasi ya 3 wakaishia kwenye shirikisho. Kwa hiyo nafikiri kwenye asilimia kuna yale ambayo wameshafanikiwa. Labda akishafanikiwa na kuchukua NBC atarudi tena kutuambia labda target imeshatimia. Tanzania imepata tayari hizo timu 4 ambazo zinakwenda kushiriki kimataifa, lakini nafasi tu za nani anamaliza wa kwanza, nani anamaliza wa pili, wa tatu na wa 4 ndio bado pengine mechi ambazo zinafuata zinaweza zikaamua, ikiwemo mechi hizi ambazo Simba amesaliwa nazo mechi 3 akamilisha msimu. Kwa Simba mechi yake ngumu ni hiyo ya kwanza. Mechi na Yanga nafikiri ndio nilisha kusema hapa kwamba hiyo ndio mechi ambayo imeshikilia ubingwa wa ligi kuu kwenye mechi ya Simba na Yanga, kwa sababu tofauti yao ni pointi 2. Yanga ana advantage sare, alafu akaenda kushinda mechi zake 2 ya Kagera na Dodoma Jiji, ina maana anakuwa bingwa. Simba anatakiwa lazima ashinde mechi dhidi ya Yanga, alafu ndio abaki na hizo mechi zake 2 dhidi ya Ken Gold na Kagera Sugar ambazo ukiziangalia kwa jicho la kawaida unaweza ukasema ya kwamba ana nafasi kubwa ya kushinda hizo mechi, kwa sababu timu zote hizi mbili zimeshashuka daraja. Lakini mtu anaweza kusema nimeshuka ila nataka heshima na malizaje msimu. Ukiziangalia kwenye jicho la kawaida unaweza ukasema hivyo, lakini kwenye uhalisia ni mechi ngumu, kwa sababu ukiangalia ligi kuu ya England timu nyingi ambazo zilishuka daraja mapema mechi zake zote zile ambazo zilifuata zilifanya vizuri zaidi kuliko kule nyuma. Kwa hiyo nafikiri sio mechi ambazo Simba wanatakiwa wadharau. Ya Ken Gold ni mechi ambayo Simba anatoka, lakini anakuja kumaliza nyumbani na Kagera. Kwa hiyo afanye vizuri mechi na Kagera, aje akabidhiwe kombe lake kwenye uwanja wa nyumbani. Kabla hatujahamia kwa Yanga hapa kwa Simba, kabla ya kwenda kucheza mechi yake ya nusu finali na Singida Black Stars, walikiri wamechoka kutokana na mfululizo wa mechi ambazo wamecheza. Kwa sasa wanapumzika. Wanakuja kucheza mechi tarehe 15, mechi ngumu dhidi ya Young Africans. Wana siku ngapi hizo za kusafiri? Tuseme 16, 17 mazoezi ya mwisho, 18 anacheza Mbeya dhidi ya Ken Gold. Mechi nyingine ngumu kwake. Baada ya hapo anatakiwa mechi hii inachezwa Al Hassan Mwinyi ya Ken Gold, sio Mbeya. Baada ya hapo tarehe 19 pengine anarejea Dar es Salaam, kama sio tarehe 20 akiamua kula bata. Pia atakuwa na siku moja ya kupumzika, anamaliza msimu. Huku sidhani kama ana pressure sana, kwa sababu unajua wakati ule ambao ulikuwa tunazungumzia kwamba Simba amecheza back na fiza mechi za kimataifa zilikuwa zinamchosha pia zaidi, sababu ilikuwa ni mechi ambazo unatoka unaenda nje ya nchi alafu unarudi ndani unakuja unacheza tena ligi back to back, na ndio kilichomsumbua. Lakini pia level ile ya Singida, mechi zake back to back dhidi ya Singida zilikuwa ni ngumu zaidi, kwa sababu Singida unajua ni timu ya top 4. Sio sawa na Ken Gold, sio sawa na Kagera. Simaanishi ya kwamba Kagera ni wadogo sana au Ken Gold ni wadogo sana, lakini kwenye ile daraja la timu Singida ilikuwa inamaanisha kitu kingine tofauti. Na ndio maana ukicheza hata nusu finali kama Simba angeza nusu finali ya CRDB na Ken Gold, mechi ingekuwa ngumu kwa sababu timu imeshafika nusu finali. Kwa huku mimi sioni shida sana kwa Simba. Kule alipotoka kulikuwa kugumu zaidi. Young Africans na wenyewe mechi zake za kukamilisha msimu, mechi 3 hizo. Juni 15 dhidi ya Simba, Juni 18 dhidi ya Tanzania Prisons akiwa ugenini, na Juni 22 anarejea nyumbani dhidi ya Dodoma Jiji. Hii ya Simba ndo kama nilivyokuambia mwanzo. Nikakwambia Yanga ana advantage kwa sababu anahitaji vitu viwili kwenye hiyo mechi. Yaani Simba anahitaji kitu kimoja tu, ashinde. Lakini Yanga ni lazima akipata sare atakuwa tofauti yake na Simba ni pointi 2, ataenda kucheza mechi zake 2 zilizobaki dhidi ya Prison na Dodoma Jiji. Lakini mechi ngumu kwa Yanga nafikiri ni ya Prison pia inafuata, kwa sababu Prison anawania kutoka kwenye ile playoff. Kwa hiyo ni lazima akusanye, atafute pointi nyumbani ili angalau aweze kutoka kwenye ule mstari mwekundu wa leo. Mechi na Dodoma sioni kama ina changamoto sana kwake, kwa sababu pia ni mechi ambayo Dodoma anahitaji tu kukaa kwenye nafasi nzuri kwenye msimamo. Simuoni kama yuko kwenye hatari yoyote ambayo ni kubwa sana. Kwa hiyo kwa Yanga nafikiri jinsi ya kupanga tu karata zake vizuri, mwisho wa msimu achukua ubingwa. Kombe inabidi likae katikati ya Dar es Salaam. Linaweza lisikae katikati ya Dar es Salaam kulingana na matokeo ya dabi. Unajua unapeleka huku, unabidi ujigawe na kombe likabidhiwe. Yanga anamalizia nyumbani. Alafu mechi zote unajua zinacheza muda mmoja
na mji ni Dar es Salaam. Na uwaambie zote pamoja na hizi za ugenini pia, ambao Yanga anatoka kwa Prison nayo ni muda mmoja, na ile ya Simba na Ken Gold nao ni muda mmoja. Kwa Azam TV itabidi yani angalau muangalie jinsi kama ni Azam 1, Simba, Azam 2. Uzuri channel zote kama kawaida zinarusha mechi zote na imekuwa ikifanyika hivyo miaka yote. Kwa hiyo watapata burudani mpaka sinema zetu washindwe wao kulipia tu kuanzia kifurushi cha shilingi 28,000. Kushukuru sana Philip. Asante sana. Haya, ni Philip Mkini huyo mchambuzi wetu wa masuala ya kabumbu. Lakini tukiendelea kuangazia mengineo tulionayo, ni kufahamishe kikosi cha Dodoma Jiji chenyewe kimeanza rasmi mazoezi kuelekea kukamilisha michezo miwili iliyosalia ya ligi kuu ya NBC Tanzania Bara, huku akisema msimu huu umekuwa na ushindani mkubwa, ingawa wamejitahidi kufikia malengo yao ambayo walikuwa wamejiwekea. Lakini kumbuka, katika michezo hiyo ni dhidi ya Singida Black Stars na mabingwa watetezi Young Africans ambayo ndio wamesaliwa nayo. Ndani wa taarifa na mwandishi wetu George Mbara. Dodoma Jiji wakijinoa kuelekea Juni 18 ambapo watakutana na majirani zao Walimalizeti Singida Black Stars. Kikubwa maandalizi tumeanza jana. Tunaanza kidogo kidogo sababu mechi ni tarehe 18, kwa hiyo naamini tuna muda mrefu wa kujiandaa kwa ajili ya mechi ya Singida na ile mechi ya Yanga ya mwisho. Kiufupi vijana wote wamerudi na mazoezi yameanza vizuri kabisa, kwa hiyo tunaamini mpaka kufikia mechi ya tarehe 18 kila mmoja atakuwa yuko vizuri kwa ajili ya hiyo mechi. Nizaro anasema licha ya ugumu wa msimu huu lakini umekuwa na wakati mzuri. Kauli inaungwa mkono na meneja wa kikosi hicho. Malengo kiukweli kabisa mpaka sasa hivi tupo kwenye 80%. Tumefanikia kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu ukiangalia nafasi tuliokuwepo sio mbaya, tuko nafasi ya 6. Kwa hiyo mpaka sasa hivi so far hatupo pabaya na tuna uhakika wa kucheza ligi msimu unaokuja, na malengo ambayo tulikuwa tumejiwekea tumeyafikia. Tumeanza ligi tukiwa na ratiba ngumu, lakini tumeweza kumaintain ratiba ile mpaka leo hii. Tumeweza kupata pointi 30 na 34 ambazo nafikiri mpaka sasa hivi tuko katika sehemu kidogo ambayo kimalengo ya kwanza kama klabu, na 99 au 80 90 tumeweza kufikia. Ugumu huo unatafsiriwa kuongezeka zaidi msimu ujao. Kiukweli tofauti na msimu uliopita, na naamini msimu unaokuja vile vile utakuwa mgumu zaidi ya huu. Kila msimu unavyozidi kuja ligi inazidi kuwa ngumu, kwa sababu timu nyingi zinafanya maboresho na wadhamini wanaongezeka, wanaongeza ugumu wa ligi. Kwa hiyo naamini msimu unaokuja utakuwa mgumu zaidi ya huu. George Mbara, Azam Sports, Dodoma. Ni taarifa hiyo kutokea kule Dodoma na mwandishi wetu George Mbara kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kwenye kikosi hiko, wakijiandaa na mechi ambazo zimesalia za ligi kuu soka ya NBC Tanzania Bara. Ni kurejesha tena kule Azam Complex Chamazi ambako kuna mchezo wa kimataifa kirafiki kati ya Tanzania Twiga Stars dhidi ya DR Congo. Dakika ya 68 hiyo Tanzania inaongoza kwa mabao 3-0. Mtanange huko mubashara kupitia Azam Sport 3 HD. Huu ni mshike na tutakapo rejea. Na wananchi Young Africans wapo kwenye maandalizi kabambe ya kumaliza msimu huu wa ligi kuu soka ya NBC. Na kukaribisha kwa mara nyingine tena kuendelea kuungana nami hapa Fatma Abdalla Chikawe. Huu ni mshike. Klabu ya soka ya Young Africans imeendelea na maandalizi yake kwenye uwanja wa KMC Complex Dar es Salaam, na hii ni kuelekea mechi za mwisho za msimu huu wa ligi kuu soka ya NBC Tanzania Bara pamoja na ile fainali ya kombe la shirikisho la CRDB Bank. Akizungumza na mshike, meneja habari na mawasiliano wa Yanga Ali Shaban Kamwe anasema maandalizi yanakwenda vizuri na wanatarajia kumaliza msimu huu kwa kishindo na kutetea mataji mawili. Young African Sports Club baada ya kuripoti kambini siku ya Juni mosi, tumekuwa tukiendelea na program za mazoezi, na leo tuko hapa uwanja wa KMC Complex kwa ajili ya maandalizi ya kuelekea mechi za mwisho wa msimu. Kila mmoja anafahamu Young Africa tumebakiwa na mechi 3
kumaliza huu msimu wa 2024-25. Tuna mechi mbili za ligi kuu ya NBC, mechi dhidi ya Tanzania Prison away na tuna mechi ya nyumbani dhidi ya Dodoma Jiji. Baada ya kumaliza mechi mbili za NBC, tutakuwa na mechi moja ya kombe la shirikisho la CRDB hatua ya fainali dhidi ya Singida Black Stars. Kwa hiyo maandalizi yanakwenda vizuri na tunaamini kwa maandalizi haya chini ya kocha wetu Melud Hamdi na support kubwa ambayo tunaipata kwa wanachama na mashabiki wetu, kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu tutamaliza msimu vizuri na tutaweza kutetea makombe yote mawili ambayo yamebakia kwenye ushindani msimu huu. Wakati huo huo, Ali Kamwe amezungumzia maandalizi yao kuelekea mchezo wa fainali ya kombe la shirikisho la CRDB Bank dhidi ya Singida Black Stars. Anasema utakuwa ni mchezo mgumu kwao, lakini wamejiandaa vyema kwa kabili wapinzani wao. Tunafahamu utakuwa ni mchezo mzuri, mchezo mgumu kwa sababu mara zote mbili msimu huu ambazo tumecheza na Singida Black Stars mechi zimekuwa ngumu. Na bahati nzuri ambayo Yanga tunaipata sisi, huwa tunawafunga Singida Black Stars kihalali kabisa. Huwa wanaondoka uwanjani wakiwa wameridhishwa na matokeo, wameridhishwa na performance. Hatujawahi kumdhulumu sisi Singida Black Stars kwa namna yoyote ile. Kwa hiyo tunaamini kwa ubora huu wa mechi mbili zilizopita, ya kwanza ikiisha 1-0, ya pili ikiisha 2-1, inakwenda kutengeneza taswira ya kuwa na fainali nzuri sana ya kombe la shirikisho la CRDB. Tunaamini wadau ambao wanafuatilia football, wadau wa kombe la shirikisho la CRDB wamepata fainali yenye hadhi. Ingetokea timu nyingine ndogo zimequalify kuja fainali, pengine angejirudia yale ya PSG na Inter Milan, mtu mmoja kuchukua chuma 5 kwenye fainali. Lakini imekuja Singida Black Stars, iko Young Africa, maana yake hiyo ni fainali yenye hadhi. Ni Ali Kamwe huyo, meneja habari na mawasiliano wa Young Africans. Lakini kwa baadhi ya mashabiki wa Yanga, wao kutoka tawi la Makumbusho Dar es Salaam wametamba kuifunga Singida Black Stars katika mchezo huo wa fainali ya kombe la shirikisho la CRDB Bank. Tumefurahi sana kuona wanakuja watu ambao walistahili kuja, bora zaidi. Japokuwa wengine tulikuwa tunawatamani wapinzani wetu waje Simba, lakini wamejivunja, wamepotea. Tunashukuru Mungu. Tunakutana na Singida, timu nzuri, yenye wachezaji wazuri, ina usajili mzuri. Yes, tunakutana nao, lakini sisi ni bora zaidi kuliko wao, kwa sababu sisi ndio miamba ya soka katika bara hili, katika ukanda huu wa Tanzania. Sisi tuko vizuri na tuna wachezaji wazuri. Tuna uhakika kabisa tunakwenda kukutana nao, tutakwenda kuwafunga vizuri tu, tutanyanyua ndoo, kwa sababu plani yetu Dar es Salaam Africans ni kuchukua kile ambacho kiko mbele yetu. Hakuna timu yoyote inayoweza ikaja katika Afrika au za Tanzania ikaizuia Yanga. Yanga tuna kila sababu kuchukua kikombe hiko. Lakini mashabiki na wanachama wa klabu ya Yanga tunahitaji katika mechi hiyo. Mechi ni ngumu, mechi ni muhimu, ni mechi ya maamuzi. Giant Bani Africa anaenda kutengeneza historia mpya. Baada ya PSG kuchukua vikombe 4, anaifuata ni Yanga Sports Club kwenda kuchukua vikombe 4. Vikombe hivyo ni halali yetu. Singida atake atapigwa, apende atapigwa, akija atapigwa, asipokuja atapigwa. Atapigwa kama ngoma. Of course Yanga ndo timu pekee ambayo inapewa nafasi kubwa, na sababu inayopelekea Yanga apewe nafasi kubwa ya kutoa kombe la CRDB ni kwa kuwa yeye ndiye mtetezi wa taji la CRDB. Kwa hiyo itakuwa ni ngumu kumuondoa Young Africans na kutofikiria kwamba Yanga anaenda kuchukua ubingwa wakati yeye ndiye amelishikilia hilo taji. Kwa hiyo kuja kwa Singida finali, Singida so far na wachezaji wazuri, wachezaji ambao wana performance nzuri, wana spirit fighting uwanjani, wanajua umuhimu wa taji. Sisi wananchi, wazee wa makombe, wazee wa fainali, na sisi ndo tunaojua kuliheshimisha Tanzania, na ndio mabingwa na mabalozi bora wa kila anayewekeza katika ligi ya Tanzania. Tumekuwa balozi bora kwa CRDB na bado tunaendelea kuwa mabalozi bora wa CRDB. Sasa CRDB iko mezani, tupo na Singida, tupo na wababe wenzetu ambao wamemkimbiza mtu bwana. Sasa tunaenda kukutana nao. Ni moto utawaka, ni moto ambao sio rahisi kuuzima. Ni moto ambao wanaenda kutana waamba wawili, watu walioamua kuwekeza kwenye mpira, wakaacha propaganda, wakaamua kuupiga mpira. Ni fainali bora kabisa, mwana Yanga hutakiwi kukosa. Popote itakapochezwa tutakuwepo. Kwa baadhi ya mashabiki wa Singida Black Stars, wao wanasema wana matumaini makubwa kwa timu yao kutoa ubingwa huo kombe la shirikisho la CRDB Bank mbele ya Young Africans ambao wameingia nao fainali. Ni mchezo utakuwa mzuri, lakini japo itategemeana
na approach ya timu zote mbili. Tunaomba kama wakapambane na sisi tupate kombe. Singida wako fiti na wako vizuri mno. Wako tayari kabisa kuchukua kombe. Ugumu wa mchezo utakuwa mgumu kwa sababu Singida kufikia hiyo hatua hawajawahi kufika. Kwa hiyo wana matamanio ya kuchukua lile kombe la. Mchezo mimi naona utakuwa mzuri, utakuwa na ushindani mkubwa. Ila isipokuwa Yanga wana nafasi zaidi ya kubeba ushindi. Yanga ana kikosi bora na yuko vizuri msimu huu. Tunaomba wasikate tamaa na sisi tuko pamoja nao, wapambane. Tunaliomba kombe lifike hapa Singida. Mimi chachu wetu sisi kama wana Singida tunahitaji kombe la CRDB lishuke kwa mara ya kwanza mkoani Singida. Tuelekee kule Mwanza ambapo Pamba Jiji yenyewe ipo katika mazoezi makali ikiwa ni sehemu ya maandalizi yake kwenye michezo miwili ambayo imesaliwa nayo ya ligi kuu soka ya NBC Tanzania bara kwenye uwanja wa nyumbani CCM Kirumba huko Mwanza Juni 18 na Juni 22 mwaka huu. Wakizungumza na Mshike, kocha msaidizi wa Pamba Jiji Matias Wandiba na ofisa habari wa timu hiyo Moses William wanasema kwa sasa wanatilia mkazo mbinu za mchezo baada ya kukamilisha mazoezi ya utimamu wa mwili, huku wakijipanga na michezo ya kirafiki ambayo inaendelea kuratibiwa. Wiki ya pili tunarudi sehemu yetu ya mazoezi kwa maandalizi ya michezo yetu miwili dhidi ya JKT na dhidi ya KMC. Ya kikubwa baada ya wiki ya kwanza kuanza, maana tulianza tarehe 26, lakini unaona jinsi gani wiki ambayo imeisha tulikuwa tunadili na utimamu wa mwili. Na hii leo tumeanza mazoezi na jana tumefanya mazoezi, kwa hiyo unaona jinsi gani sasa tunaingia kwenye sehemu yenyewe, kwa maana kwamba mambo ya kiufundi, mambo ya kimbinu, kuhakikisha kwamba tunafika tarehe 18 tukiwa na kikosi ambacho kimsingi tumekifanyia masahisho na marekebisho katika sehemu zote. Kikubwa baada ya mazoezi ya wiki hii sasa tunatarajia kupata mchezo mmoja au miwili ya kirafiki kuelekea katika mechi yetu ambao zinatukabili mbele yetu, lakini kimsingi wachezaji wote wamewasili na hamna mchezaji hata wale walikuwa kwenye majeruhi, wote wamerudi na wote wako timamu. Kwa hiyo ni sisi technical bench kuona ni mchezaji gani atakuwa bora katika mechi ambayo inayokuja, basi tuweze kuwa na nafasi kubwa ya kutoa katika nafasi ambayo tunaamini kwamba kila kitu kinawezekana, na kikubwa tutajiandaa katika michezo yetu ya nyumbani. Kwa hiyo tunahitaji kupata matokeo alama zote kabla ya mchezo wa tarehe 18 dhidi ya JKT. Hapa katikati tutakuwa tuna michezo ya kirafiki. Dhidi ya timu gani, lini, wapi, kuna vitu ama taratibu zinakamilika kupitia kwa meneja wetu Ezekiel Ntibikea, lakini kimsingi benchi la ufundi wamehitaji hizo mechi kwa ajili ya kuona kile ambacho wanaendelea kukifanyia mazoezi kinakuwa applied vipi kwenye uwanja wa mechi kwa ajili ya kwenda vizuri kunako michezo yetu hii miwili ambayo tumesaliwa kwa maana ya JKT pamoja na KMC. Management, technical staff na players kila mmoja anapambana kuhakikisha hapa tulipo tunatoka kwenda kwenye hali nyingine. Wito wangu unaendelea kuwa ule kwamba hizi mechi mbili nimekuwa nasema na naendelea kurudia kwamba hizi mechi mbili zilizosalia kunako ligi kuu Tanzania bara sio mechi za benchi la ufundi wala uongozi, ni mechi zetu sisi mashabiki. Tunatakiwa tupambane kuhakikisha thamani na nembo ya klabu ya Pamba Jiji tunaipambania ili kuweza kufikia mafanikio. Yaani kwetu sisi kama wachezaji kila mtu anajua umuhimu wa hiyo michezo miwili iliyobakia, na ukitizama katika tebo hatuko nafasi nzuri sana, na sisi kama timu kama Pamba Jiji tunajikwamua kutoka huko chini. Kwao tunajua umuhimu wa hiyo michezo, watarajia mambo mazuri, watarajia ushindi na Pamba inabaki ligi kuu. Kikosi cha JKT Tanzania mafande hao chini ya kocha Ahmad Ali kinatarajia kuingia kambini Jumatatu ijayo kujiandaa na michezo iliyosalia ya ligi kuu soka NBC Tanzania bara. Hayo yamebainishwa na ofisa habari wa JKT Tanzania Masau Bwire wakati akizungumza na kipindi hiki. Pamoja na mambo mengine, anafafanua namna ambavyo wanajipanga kumaliza vyema kwenye mechi zilizosalia msimu huu wa ligi. Tuliwapa wachezaji mapumziko mafupi. Mapumziko yamekamilika. Jumatatu hii kambi rasmi ya maandalizi ya mechi mbili za mwisho imeanza, na tunashukuru kwamba vijana wetu morali iko juu, na mpaka sasa benchi la ufundi linaloongozwa na kocha wetu mkuu Ahmed Ali
wako vitani, wako katika mapambano, kuwaelekeza, kuwafunza na kuwapa miongozo vijana nini kifanyike katika hizi mechi mbili zilizosalia na hatimaye tuibuke na ushindi. Lengo letu ni kumaliza ligi tukiwa katika nafasi nzuri na tunahitaji tumalize kwa heshima. Kwa hiyo tuna mechi ya awali tarehe 18 ambapo tutakuwa katika uwanja wa CCM Kirumba pale Mwanza tukipambana na Pamba Jiji. Ni mechi ambayo si ya kitoto kwa maana kwamba wapinzani wetu hawako katika nafasi nzuri sana mpaka sasa, wanahitaji alama ili kujiweka katika uhakika wa kuendelea kuwepo au kuwa katika nafasi nzuri, na sisi tunahitaji tupate alama ambazo zitatuwezesha kujiimarisha juu kwenye nafasi zenye ubora. Masau Bwire huyo ofisa habari wa JKT Tanzania. Huu ni mshike, tutarejea. Tumerejea, tuendelee kuangazia miongoni mwa taarifa zetu siku huu. Mcheza tennis nambari 1 kwa ubora kwa upande wa wanawake Aryna Sabalenka atakutana na Iga Swiatek katika mchezo wa nusu fainali ya michuano ya French Open. Sabalenka ametinga nusu fainali baada ya kumwondosha Zheng Xinwen wakati Swiatek yakimngoa Elina Svitolina na wawili hawa na wameshakutana mara 12 wakati ambapo Iga Swiatek akiwa na kumbukumbu ya kushinda mara 4. Baadhi ya mashabiki wa Fountain Gate kutokea kule mkoani Manyara wamesema kwamba timu yao itaendelea kusalia kwenye ligi kuu soka ya NBC Tanzania bara msimu ujao licha timu hiyo kuwa katika hatari ya kucheza mechi za mtoano. Kwenye nafasi ambayo wako nayo kwenye msimamo wa ligi hairidhishi, lakini naamini wakifata maelekezo ya kocha wao na kuweka nia na morali ya kucheza vizuri watatoka kwenye hiyo hali ngumu waliokuwa nayo, kwa sababu kila kitu ni nia na malengo. Wajiulize kwa nini timu zingine zinafanya vizuri na zinazungumzwa sana lakini wao wawe nyuma, lakini wakifata maelekezo ya mwalimu watafika mbali, tunasema watatoboa. Kwa hivyo kila kitu ni nia na nguvu. Matumaini yapo kwa sababu hiyo ni kazi. Pamoja kwamba michezo ni burudani, lakini waifanye kama biashara na kazi. Kwa hivyo wakinarudi pale pale, wakiweka nguvu lazima watafanya vizuri. Matumaini yapo kwa sababu wao wako kazini. Tathmini yangu kuelekea mchezo unaofuata wa ligi kuu dhidi ya Coastal Union. Of course hautakuwa mchezo rahisi, lakini kumbukumbu huwa ni mwalimu mzuri sana, tunasema hivyo. Kwa sababu nakumbuka mechi ya mkondo wa kwanza Fountain Gate dhidi ya Coastal Union hapa nyumbani kwa maana dimba Tanzanite kwa raha, alipasuka kamba 3-2. Kitu ambacho kimebaki kwenye kumbukumbu zetu. Kumbuka wakati ule kocha alikuwa Mohamed Muya, timu ilikuwa na rhythms ya kutosha, kikosi kilikuwa kina uwezo wa kutengeneza nafasi, lakini baada ya hapo japo timu yetu mwenendo haujawa mzuri tangu iingie mikononi mwa Roberto Matano, tunaona walau rhythm ile ya wachezaji inaanza kurudi, lakini pia haitushtushi sisi nafasi ambayo tulikuwa nayo, michezo 28 alama 29, maana wastani wa alama 1 kwa kila mchezo, lakini tunaenda kucheza na Coastal Union ambaye yeye amecheza michezo 28 alama 31. Kwa hiyo kwetu sisi mashabiki wa Fountain Gate hapa mkoani Manyara haitupi pressure. Wapo wengine ambao wanasema ama wanahisi kwamba tutashuka daraja. Mimi nataka nikwambie kwamba Fountain Gate haiwezi kushuka daraja. Haiwezi kushuka daraja kwa sababu nafasi ama mechi ambazo tulizosalia tuna uhakika hamna wanaweza wakapasuka wote, lakini hamna wote wanaweza wakafanya ama wakawa sababu ya sisi ya kuendelea kubaki NBC Premier League. Na upande wangu mimi karata yangu naitupa kwa Fountain Gate kwenye mchezo dhidi ya Coastal Union ya pale jijini Tanga, kwa sababu Fountain Gate ni timu ambayo japo imekuwa na matokeo mabaya kwenye msimamo wa ligi, lakini naamini katika msimu huu wa kombe hili la NBC hatuwezi kushuka kwenye ligi kuu, kwa sababu Fountain Gate ina wachezaji wazuri na sasa hivi imepata muda mrefu zaidi wa kupumzika, lakini pia kujiandaa na hatua nyingine katika michezo hii ambayo imesalia. Na mchezo wetu dhidi ya Coastal Union naamini kwamba tutaweza kushinda
at least mabao mawili tu. Na ni baadhi hao ya mashabiki wa Fountain Gate, lakini kule Azam Complex Chamazi nikwambie wakati wote kutoka sasa mtanange huo utakuwa ukimalizika. Mechi ya kimataifa kirafiki, Tanzania ikiwa inaongoza mabao 3-1 dhidi ya DR Congo. Hii ni mechi ya maandalizi kuelekea michuano ya WAFCON ambayo itaanza mwezi Julai kule Morocco, na tayari Tanzania ameshajijua miji ambayo anakwenda kucheza, akianzia mchezo wa kwanza dhidi ya Mali katika mji wa Berkane, mechi ya pili dhidi ya Afrika Kusini katika mji wa Ujda, na mechi ya mwisho ya kundi C dhidi ya Ghana anarejea tena katika mji wa Berkane. Na kama ambavyo nimekuambia, mtanange huo umemalizika, mechi ya pili mfululizo hiyo dhidi ya DR Congo, Twiga Stars wanashinda, na magoli ya Twiga Stars yamefungwa na Clara Ruvanga, lakini Opa Clement na Julita Singano. Na ndo tumefikia tamati ya mshike, lakini kama kawaida nikukumbushe miongoni mwa taarifa zetu. Taifa Stars ya Afrika Kusini kujipima ubavu dhidi ya Bafana Bafana huku akishiriki michuano ya Kosafa. Nyama Simba aanza mawindo ya dabi ya Kariakoo dhidi ya watani wao wa jadi Young Africans. Mimi ni Fatma Abdallah Chikawe, kwa niaba ya wote ambao wameshiriki kuletea kipindi hiki tunasema usiku mwema.